wa tawi la Yanga Mwanza mjini, lakini pia ni mdau wa soka, mdau wa mpira wa miguu mkoa wa Mwanza. Justin, umetoka kushuhudia mchezo hapa wa Pamba dhidi ya Fountain Gates. Kwa hali hii unaonaje kiwango cha Pamba na matokeo haya unayatathmini vipi? Mpira una matokeo matatu, kuna kufunga, kuna kufungwa, lakini pia kuna kudraw. Pamba leo wamepata hayo matokeo. Ukiangalia pia sasa hivi tunaelekea mwishoni mwa msimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara msimu wa 2024 2025. Kwa hiyo kila timu mazingira iliyopo inahakikisha kwamba inapambana kwa ajili ya kubaki ligi kuu, lakini kwa ajili pia kujitengenezea mazingira ya kwamba haiwezi kushuka daraja. Kwa hiyo ndio maana unaona mchezo unakuwa namna hii. Fountain Gate hapo katika mazingira mazuri sana, lakini pia Pamba timu yetu ya jiji unaona kabisa kwamba haipo katika mazingira mazuri sana. Kwa hiyo ukija kulinganisha wote, lazima mchezo uwe kwa namna hii, lazima uwe na ugumu kidogo. Kwa mwenendo huu wa Pamba wa matokeo haya ambao mara leo slow, kesho ushindi, mara through, unahisi Pamba anaweza akajisanua huku chini akaweza kutokushuka daraja? Nafasi bado ipo kwa sababu bado kuna mechi takriban mechi 4 kama si 5. Kwa hiyo nafasi bado ipo, na nafikiri kwamba akishinda kama michezo miwili au mitatu, michezo miwili akisuluhu hata mechi moja, kwa hiyo atakuwa amejihakikishia kubaki ligi kuu. Lakini mimi ninachoamini Pamba ina wachezaji wazuri na ina benchi nzuri la ufundi, lakini pia ina uongozi mzuri. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tutabaki ligi kuu, watu wa Mwanza. Umesema utabaki ligi kuu, ila mechi ambazo amebakiza Pamba ni moja ya mechi ambazo ukiangalia ni JKT Tanzania dhidi ya KMC dhidi ya Simba. Ni moja ya mechi ambazo ni ngumu kwao na wako juu kinamba sana. Hali ya Pamba, labda unahisi kwa Pamba paka sasa kipi kinawafirisha? Maana kama mashabiki mnakuja matokeo yanakuwa hivi. Kama nilivyosema mwanzo kwamba ukishafika katika mazingira kama haya au muda kama huu wa kuelekea mwisho wa ligi, mambo huwa yanakuwa kama hivi, na lazima utegemee. Kila timu unakuta inatamani ikae sehemu nzuri. Simba wanatamani wachukue ubingwa, lakini JKT pia wanatamani wabaki katika nafasi nzuri. Fountain Gate wote kwa ujumla, KMC pia anatamani abaki katika mazingira mazuri. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba mchezo ni mgumu, lakini nirudie tena kusema kwamba Pamba tutabaki ligi kuu. Tutahakikisha kwamba tunapambana katika hizo mechi zote ambazo zimebaki, watu wa Mwanza, kuhakikisha kwamba timu yetu inabaki ligi kuu. Jana kuna mchezo wa Yanga dhidi ya Coastal Union. Coastal Union moja ya timu ambayo ilikuwa inasumbua sana Yanga kwa miaka ya nyuma. Kwa tathmini fupi tu ya mchezo wa jana dakika 90, kipi ulikiona Yanga walichofanya kilikuwa bora zaidi? Ukikumbuka kwamba tulikuwa na mchezo ambao haukuwa muda mrefu sana na Coastal Union, kama ni FA CRDB kombe la CRDB nadhani tulicheza nao. Kwa hiyo hakupita muda mrefu sana mpaka jana kuja kukutana nao. Kwa hiyo ni watu ambao nadhani walifanya homework, walifanyia mapungufu ambayo tulicheza nao katika ile mechi ambayo ilipita. Kwa hiyo tumekuja kukutana nao tena ndani ya muda mfupi kwenye ligi kuu. Kwa hiyo nadhani kwamba waliweza kufanya vizuri kweli homework ya kuhakikisha kwamba pia wanaweza kuziba magep ambayo kwamba tulikuwa tunapita. Kwa hiyo niseme kwamba walicheza vizuri na bahati nzuri ushindi ukawa upande wetu, kwamba waliweza kucheza vizuri wakatupa ushindani mzuri, lakini ushindi ukawa upande wetu kwa sababu pia ya uzoefu wa wachezaji wetu, lakini pia quality ya wachezaji wetu, tukaweza kupata hilo goli moja. Kwa mechi ambazo zimesalia mpaka sasa ambazo mshacheza na zilizosalia, huenda tayari tunaweza kusema kwamba mnasimia hata 80 za kuchukua ubingwa msimu huu tena? Mimi ukiniuliza kama mshabiki wa Yanga, mwanachama wa klabu ya Yanga na mshabiki wa klabu ya Yanga, siwezi kusema kwamba hatuwezi kuchukua ubingwa, lakini malengo yetu nadhani kwa viongozi, benchi la ufundi, wanachama na mashabiki, malengo yetu ni kuchukua ubingwa. Kwa hiyo kwa mechi ambazo zimebaki, naamini kabisa wachezaji wanafahamu, viongozi wanafahamu, wanachama, mashabiki tunafahamu, tunahitaji kuipa nguvu timu yetu kuhakikisha kwamba mechi zilizosalia zote tunapata ushindi. Na ukicheki kwamba bahati nzuri Mungu anajalia mechi hizi za nyuma zote tumeweza kupata ushindi. Kwa hiyo nina hakika na ninaamini kabisa Yanga 2024 2025 atakuwa bingwa wa kombe la ligi kuu la NBC Tanzania Bara. Justin, tarehe 10 mna mchezo mgumu sana, Mzizima Derby au Dar es Salaam Derby. Mechi ya mwisho iliyopita mkupata matokeo na imekuwa moja mechi ngumu sana kwenu. Mechi
wewe kwenu kama unahisi itakuwa mechi aina gani hasa? Maana ni mechi ambayo imeshakuwa ngumu sana kwa miaka ya karibuni sana kupata matokeo dhidi ya Azam. Viongozi wanafahamu, wanachama na mashabiki tunafahamu, lakini pia wachezaji wanafahamu umuhimu wa hiyo mechi, na ndio maana nasema kwamba tutakiwi kufanya tena makosa kwa mara ya pili. Kumbuke kwamba tulicheza na Tabora mechi ya kwanza kaweza kutufunga, lakini uliona mechi ya pili kwamba tulienda kufanya nini pale Tabora, pamoja na kwamba mambo yalikuwa mengi kweli kweli, propaganda zilikuwa nyingi, lakini pia vita ilikuwa kubwa kweli kweli, lakini tulihakikisha kwamba tunashinda hiyo mechi. Mfano ni huo, lakini niseme tu kweli kwamba hiyo mechi tunaitamani, tunaihitaji sana. Yaani katika mechi ambazo tunazihitaji na tunazitamani kweli kweli ni hiyo mechi ya tarehe 10. Tuhakikishe kwamba tunaenda kuweka heshima, tujitofautishe kati ya sisi pamoja na Azam. Azam kuna level zake, lakini sio level za Yanga. Sisi tuna level zetu. Ile ni mechi ambayo kwamba ilitokea tu basi. Siku hiyo hatakuwa katika ubora wetu, lakini nahakikishia kwamba hiyo mechi ya tarehe 10 tunaenda kuongeza gap la point na wapinzani wetu ambao tunashindania ubingwa, na tutahakikisha kwamba tunashinda hiyo mechi. Justin, ukipewa wasaa au kawe kama kocha tukakwambia utarajie first 11 yako kwamba unahisi ikianza hii Azam achomoke, unaweza kutarajia? Tofauti wa Yanga na vilabu vingine ni kwamba Yanga kila mchezaji anaweza kuanza. Kila mchezaji anaweza kuanza, ila first 11 huo ipo, tunajulikana bana fulani hawa mara nyingi ni mostly, ila kwamba tunajua kwamba fika kila mchezaji anaweza kaanza. Ila wewe tumekupa wazifa kama kocha. Hatujakwambia uingie wazifa wa kocha, ila tumekutunuku kama Justin ndo kocha. Narudia tena kusema mwandishi, narudia tena kusema kwamba Yanga ina wachezaji wazuri sana. Yaani unaweza kusema kwamba leo aanze Mkude pale katikati kama kiungo, unaweza kusema kwamba aanze Showboy, unaweza kusema aanze Duka Abuya, wote. Ndio maana unaona kocha anafanya rotation. Mechi ya jana amecheza Aucho, baadaye akawa ameumia, akaingia Mdasili pale na bado akafanya kile kitu. Kwa hiyo mechi za nyuma Mkude alikuwa anaanza na bado akaonyesha kitu. Kwa hiyo Yanga sio timu ya kukalili wachezaji. Yanga sio kaukanikuvai kama wale ndugu zetu ambao wanacheza siku ya kesho, ambao wanacheza pale siku ya kesho, ambao wanaenda kufungwa na Waarabu. Yanga sio timu ya kaukanikuvai. Yanga ni timu ambayo ina wachezaji ambao wana uwezo. Kila mchezaji ukimgusa unatamani aanze huyu. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo kwamba ni kwangu mimi binafsi naweza kumwanzisha mchezaji yoyote pale Yanga. Basi nipende kutoa shukrani za dhati. Asante sana, na sisi bwana tuna safari tarehe 18 tunaondoka hapa kuelekea Manyara pale Babati kwa ajili ya mchezo wetu wa ligi kuu Fountain Gate dhidi ya Yanga. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anahitaji kusafiri pamoja na sisi anaweza kufika pia tawi la Yanga Mwanza mjini, nauli ni shilingi 50 tu kwenda na kurudi pale. Kwa hiyo kama unahitaji kusafiri pamoja na sisi, karibu sana tawi la Yanga Mwanza mjini.